uchambuzi zaidi, lakini pia na baadhi ya mashirika tofauti ambayo yalishiriki kuweza kuchambua mechi na mtanangi wa tarehe 17 mwezi wa 5 kati ya RSV Berkane dhidi ya kikosi cha Simba Sport Club, ikiwa ni finali ya first leg katika michuano ya kombe la shirikisho. Mambo ni mengi yaliweza kujitokeza, na kubwa kuliko ni kuhusiana pia na refa wakati ambaye alionekana kubeba mchezo na kuwabeba wale waliokuwa nyumbani ambao ni RSV Berkane. Yani kiolisia tuache unafiki tuweke pembeni, na kiolisia acha ukweli uzungumzwe kwamba refa aliyechezesha siku ya tarehe 17 mwezi wa 5 yani kwa klabu ya RSV Berkane pamoja pia na klabu ya Simba kiolisia, yani acha tuzungumze kwamba Simba ilikuwa inatumia tu uwezo binafsi, lakini kama ni kubebwa RSV Berkane waliweza kubebwa 70% mpaka 80%. Kila mchambuzi wa soka aliyekuwa anachambua mechi hiyo, na hata kwa baadhi ya wachambuzi kutoka nje, yani kiwalisia ilikuwa ni mechi ambayo iko wazi kabisa kwamba referee anaibeba klabu ya RSV Berkane. Sasa tulishindwa kuelewa kwamba kwa upande wa VAR zilikuwa zina shida ama hazina shida, kwa sababu kiwalisia kwa nafasi ambazo Simba na wao walikuwa wanapata, lakini pia na rafu zilizokuwa zinatokea, basi refa alikuwa akipotezea na kupeta, na huko akiendelea kuwapa nafasi klabu ya RSV Berkane. Ndio maana nakwambiaje, mcheza kwao utunzwa. Lakini kiwalisia ni namna ambavyo soka la Kiafrika limekuwa likiendelea, na katika hizi timu za Arabu zimekuwa zikipewa nafasi na airtime kubwa. Lakini kwa siku ya 17 kila mmoja aliweza kushuhudia mtanange, na katika uchambuzi uliweza kuonekana kabisa kwamba klabu ya Simba ilikuwa nyuma kabisa kuweza kufanyia vitendo ambavyo kiwalisia ni lazima vitakukatisha tamaa kama unacheza na mpinzani wako. Haya yote nafikiri kwa klabu za Tanzania zimesha kujitokeza. Yani nakumbuka kwa klabu ya Yanga dhidi ya Mamelodi Sundowns kwa goli ambalo lilikuwa ni la halali, lakini mwisho siku mambo yakawa kama hivi.